Mahakama ya Hakimu Mkazi Arusha imeahirisha kesi 3 za kesi 5 za jinai zenye mashtaka ya kula njama ya kutenda kosa na shitaka la pili ni kutenda kosa la uhaini hadi tarehe 3 Disemba 2025. Kesi hizo 3 zenye washtakiwa 79 zimetajwa mbele ya hakimu mkazi mfawizi Erasto Firi, huku kesi ya kwanza ikiwa ni washtakiwa 53, kesi ya pili washtakiwa 21, kesi ya tatu washtakiwa 5 na kufanya idadi kwa washtakiwa 79. Kati ya washtakiwa 191 kwenye kesi zote 5. Mawakili wa Jamhuri wakiongozwa na wakili Msuya walieleza mahakama kuwa wanaomba kesi zote zipangiwe tarehe nyingine kwa kuwa upelelezi bado haujakamilika. Mawakili upande wa utetezi wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha mawakili Tanganyika mkoa wa Arusha, Hamisi Mkindi, mbele ya mahakama waliomba kupatiwa hati ya mashtaka na kuhoji upande wa mawakili wa Jamhuri utekelezaji wa agizo la rais la kufanya uchunguzi na kuachia baadhi ya washtakiwa waliofuata mkumbo kutokana na matukio yaliyojitokeza Oktoba 29 mwaka huu, siku ya uchaguzi, na kujikuta kwenye mashtaka hayo. Mawakili hawa wa Jamhuri walijibu kwa kueleza mahakama kuwa watawapatia hati za mashtaka mawakili wa upande wa utetezi, na kuhusu utekelezaji wa agizo la msamaha wa rais ni kweli wamelipokea na wanalifanyia kazi. Mara baada ya upelelezi kukamilika ndipo watakapotekeleza pia agizo hilo baada ya kufanya uchunguzi. Baada ya maelezo hayo na upande wa utetezi kukubaliana na hoja hizo, Mheshimiwa Hakimu Erasto Firi aliahirisha kesi hizo hadi tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2025 na kueleza washtakiwa wote watarudishwa mahabusu magereza kwa kuwa kesi zao hazina dhamana. Kwa siku ya kesho, kesi 2 za kula njama na kutenda kosa la uhaini zitakuja tena katika mahakama hii kwa ajili ya kutajwa, ambapo washtakiwa 112 watakokamilisha idadi ya washtakiwa 191 kwenye kesi hizo alizoshitakiwa. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Kwa wale ambao hawakuwepo mahakamani au waliweza kusikia, kuna kauli ilitolewa kwa Mheshimiwa Rais ambaye ilikuwa ni maelekezo kwenda kwa mkurugenzi wa makosa ya jinai kwamba waangalie hawa watu waachiwe, lakini kauli ile ikaelekeza zaidi wafanye uchambuzi. Uchambuzi ndio huo upelelezi. Kwa hiyo wanachambua. Wakishakamilisha uchambuzi watatupa maelekezo. Kwa hiyo tuliokuwepo mahakamani tulilizungumza hilo pia, kujua ni hatua gani imefikia katika huo uchambuzi. Wamesema bado wanaendelea. Na sisi tunawatetea wote. Sijui kama mnaelewa? Tunawatetea wote. Na ndio maana tumesimama. Sisi ni baadhi tu ya wale ambao wamewawakilisha wenzetu. Tuna timu ya wanasheria ambao tunafanya nao kazi. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa kesi ambazo zimekuja leo. Kesi ya kwanza ilikuwa ya mtu anaitwa, sasa katika mahakama pale ndani huwa hatusomi majina yote. Tunasoma la yule mtuhumiwa wa kwanza au mshtakiwa wa kwanza, alafu inasemwa na wenzake. Kwa hiyo kesi ya kwanza ilikuwa ni kesi ya Aidan Limo na wenzake. Hawa jumla wako 53. Hii kesi iko mbele ya mheshimiwa, itakuwa inatajwa mbele ya Mheshimiwa Regina Oyer. Ambao waliokuwepo leo ni Aidan Limo, Wilson Ndiogi, Gideon Rafaeli, Saidi Ali Mwijuma, Frank Godwin Mbise, Elibariki Damasi, Gideon Rafael, Arnold Flavian Atanas, Omari Makavia Idi, Elisha Mariki, Charles Richard, Benson Michael, Esau Noel Lukumai, Robert Paulo, Innocent Leon, Olais Simon Molel, Brighton Benedict Kaaya, Dennis Michael Kaaya, Hussein Selemani Idi, Ramadhani Hassani, Nelson Tobiasi, Ramadhani Hamisi Saidi, Fabian Rafaeli Samdiai, Jackson Elipokea Mbise, Athumani Hamisi Mkoma, John Charles Shayo, Emmanuel Joel Mbise, Timoteo Terevaeli Mafie, Nixon Dominique Mbise, Emmanuel Michael Shila, Jasper Mesia Shaw, Boniface Abeli, James Sinyaeli Nasari, Abubakari Hamidu, Michael Yona Minja, Eric Emmanuel, Elijah Son Leopard, Frederick Danieli Palanjo, Amani Goodluck Meela, Vincent Menas Msami, Hafidhi Yusufu,
Nehemia Goodluck, Bonaventure Hussein, Gerald Simoni Mbise, Tumaini Wilbrod, Elineheri Kundaeli, Alex Joachim Emmanuel, God Living Elibariki Ndosi, Julius Kilusu, Daniel Zabron, Haruna Hassani, Eric Emmanueli. Hawa ndio waliokuwa kwenye kundi la kwanza, na kesi yao iko mbele ya Mheshimiwa Regina Oyer, na ni kesi namba 26512 ya mwaka 2025. Na kwa utaratibu ni kesi ambayo inakuja kwa ajili ya utajwa. Katika utaratibu wa kisheria tunasema iko chini ya preliminary inquiry. Kwa hiyo na kwa kifupi tunasemaga PI, kesi namba. Kwa hiyo kesi hii hawa tuliowataja watarudi mahakamani tarehe 3 mwezi wa 12. Kuna mahakama na rais. Hiyo ni mihimili na kila mmoja anajitegemea. Mahakama, huo msamaha ukishapita huko lazima waje waitaarifu mahakama. Na kuotokea mtu akishasimamishwa mahakamani kwa mara ya kwanza, atatokea mahakamani. Kwa sababu mahakama ina jalada lake na ina amri zake zilizoko pale, na una utaratibu wa kuzifuta. Sawa ndugu zangu? Tano. Hati ya pili ina watu 19. Hati ya tatu ina watu ina watu 30. Alafu chaji ya 4 ina watu 21. Hati inayofuata ina watu 53. Ya mwisho ina watu 63. Alafu hati ya mwisho ina watu 63. Umepata jumla ngapi? 100. Wote wanashtakiwa kwa makosa mawili. Lipi na lipi? Lipi halina dhamana? Kuhusiana na kauli ya rais, upelelezi haujakamilika, lakini wametakwa wafanye upelelezi kwa haraka ili wale ambao wataonekana hawahusiki waachiwe kwa haraka. Tumeelewana? Pana, kwa sababu ni watuhumiwa. Unapokuwa mtuhumiwa ni kweli una haki zako za kimsingi, lakini unakuwa umedinai pia baadhi ya uhuru. Kwa hiyo kunaweza kukafanyika modalities zingine. Ni vyema wazazi hao wakapata hizo charge sheet ili waweze kuappeal huko kwenye baraza la huko kwenye Wizara ya Elimu, ionekane jinsi gani nyingine itafanyika. Tunaomba basi mawakili msaidie hilo ili wazazi wale waweze kupata nafasi, maana huenda ijirudi. Tunaomba kabisa. Asanteni kwa hilo pamoja na mengineyo. Pia tumewaona kuna watoto wadogo mle ambao wako chini ya miaka 18, lakini hatuwezi kulisema hilo ni mpaka tuwe na kithibitisho. Kwa hiyo hatutaki kundi lote hili. Tutaweka utaratibu wa kuwataka wazazi ama walezi wa watu wote walioshtakiwa tukutane nao, sio tusimame, tukae kikao ili tuelezane nini nyinyi cha kufanya na nini sisi cha kufanya. Lakini pia tunahitaji kwenda magereza tukaongee nao, lakini kabla ya kuongea nao tunahitaji signature za wazazi wote na walezi wote wa watoto wale. Hayamkini mna mawakili wenu binafsi au hauhitaji huduma yetu. Kwa hiyo sisi tutahitaji. Kwa hiyo baada ya hapa, kabla ya hapa kuondoka, huyu ni mwenyekiti wa hii timu inayoshughulikia. Kwa hiyo ataeleza ni lini tukutane na nyinyi wapi. Ikiwezekana ni hapa